ndugu zangu waandishi wa habari wa Tanzania wote ambao wanatufuatilia mubashara kupitia Azam TV na wale ambao watatufuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari, niwatakie maadhimisho mema ya sikukuu ya wafanyakazi, sikukuu ya Mei Mosi. Ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni katika makao makuu ya klabu ya Simba hapa Oysterbay, ambapo tuko hapa hii leo kwa ajili ya kutoa taarifa muhimu kuelekea katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby ambao unatarajiwa kupigwa siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Awali yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika asubuhi ya leo na kutujalia kuikaribia siku ya tarehe 3 ambayo ni siku muhimu kwenye historia ya mpira wa Tanzania na ni siku kubwa kwenye mpira wa Tanzania. Dabi ya Kariakoo kwa mara ya kwanza inakwenda kuchezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ambao kiasili ni uwanja wa nyumbani wa Simba Sports Club, na mechi yetu hii itapigwa kuanzia majira ya saa 12 jioni mpaka pale itakapotamatika katika uwanja huo wa Meja Samuyo. Tayari tumeshaeleza huko nyuma kwa nini Meja Samuyo. Ni kwa sababu uwanja namba 1 wenye hadhi ya kuchezewa dabi kwa maana ya uwanja wa Benjamin Mkapa upo katika marekebisho, na kwa mantiki hiyo basi uwanja huo kwa sasa haufai ama hautumiki katika matumizi. Baada ya kupata taarifa hiyo, Simba Sports Club tukafanya mchakato na tukaangalia ipi ni sehemu sahihi na ni sehemu muafaka ya pili ya kuchezewa mchezo wetu wa dabi. Baada ya tafakuri ya kina, hatimaye tukafikia mwafaka ya kwamba uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo ndio uwanja wenye hadhi, ndio uwanja unaokidhi, ndio uwanja wenye sifa, ndio uwanja bora na ndio uwanja ambao una haki zote za kuhosti mechi ya Kariakoo Derby. Ni ukweli usiopingika ya kwamba Meja Jenerali Samuyo hailingani na Benjamin Mkapa kwenye eneo la capacity ya mashabiki. Benjamin Mkapa ni watu 60,000 na uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ni watu 10,000 pekee, lakini hakuna budi, ilikuwa ni lazima na muhimu kwenda hapo kwa sababu ndio chaguo pekee bora lililobaki. Viwanja vingine vyote vilivyobaki Tanzania havitofautiani chochote na uwanja wa Meja Samuyo, lakini uwanja wa Meja Jenerali Samuyo una sifa moja kuu ya kipekee ya kwamba ndio uwanja wenye pitch bora kuliko kiwanja chochote Tanzania hivi sasa. Kabla ya Benjamin Mkapa haijafumuliwa, uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ulikuwa ni uwanja wa pili unaoongoza kwa kuwa na nyasi asilia bora, kuwa na uwanja wenye nyasi asilia bora, ulikuwa ni uwanja wa pili. Baada ya Benjamin Mkapa kufumuliwa, tunavyozungumza nanyi hivi sasa, uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ndio uwanja wenye pitch bora unaotumia nyasi asilia. Baada ya kujiridhisha namna hiyo, tukasema huu ndio uwanja ambao unakidhi kuchezewa mechi bora katika nchi, kuchezewa mechi kubwa katika nchi, kuchezewa mchezo mkubwa katika ligi kuu, mchezo wa dabi, mchezo wa Kariakoo Derby, kwa sababu surface yake ya kuchezea kwa maana ya pitch iko kweli kweli. Kwa hiyo mawazo, maoni yote kuhusiana na uwanja kwa sasa hayana nafasi yake. Wote tunaelekea Meja Jenerali Samuyo, na ieleweke wazi, hatujapeleka mechi katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo
iwe kama sehemu ya kutafutia matokeo au kama sehemu ya kumkomoa mtu au kama sehemu ya kutaka kumwonea mtu. Tumekwenda Meja Jenerali Isamuhyo kwa sababu ndio uwanja ambao unastahili, na ndio maana unaona hata communication yetu kuhusiana na Meja Isamuhyo tunaitoa kistaarabu. Ni tofauti na watu ambao walipopeleka mechi katika uwanja wa Amani, ulikuwa unaona wanazungumza kipashikuna kana kwamba wanazungumza kwa ajili ya kwamba yani njoeni huku lazima tutawafunga kwa sababu ni Zanzibar, au mmeshazoea sehemu fulani, njoeni huku hamjapazoea tutawafunga. Ni tofauti. Sisi tumekwenda Meja Isamuhyo na tunawaomba na wengine waje kiroho safi, kwa sababu ndio sehemu sahihi ya kuchezea mechi yetu ya Kariakoo Derby. Timu yetu ya Simba Sports Club imerejea jana kutoka visiwani Zanzibar mara baada ya kufanikiwa kuchukua ubingwa wa Kombe la Muungano na kumfunga mtani wetu goli la kikatili, goli 1-0 katika mchezo wa fainali. Mara baada ya kurejea kutoka visiwani Zanzibar, vijana wakapumzika kidogo mchana ule na kusalimia familia, na jioni kwa maana ya usiku wachezaji wote wakarejea kambini, na ninapozungumza nawe hivi sasa wachezaji wa Simba wote wako kambini hivi sasa wakiendelea na programu ya maandalizi na mazoezi kuelekea katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby. Kuhusiana na afya za baadhi ya wachezaji wetu ambao katika mechi ya fainali ya Kombe la Muungano walionekana kufanyiwa mabadiliko kwa sababu za majeraha za hapa na pale, ninayo taarifa njema sana kwenu wana Simba ya kwamba wachezaji wote ambao walionekana kufanyiwa mabadiliko kwa sababu za kiafya, wote hali zao ziko vizuri kweli kweli. Wa kwanza alikuwa ni Anicet Oura ambaye alishindwa kuendelea na mchezo, dakika ya 20 tu akafanyiwa mabadiliko, na mabadiliko aliyofanyiwa yalikuwa ni mabadiliko tiba ili aanze kutibiwa pale pale wakati mechi inaendelea, lakini asiendelee kujiumiza zaidi na kutengeneza jeraha kubwa zaidi. Kwa hiyo benchi la ufundi kwa kushirikiana na jopo la madaktari wakaona tumpe na tumtoe kwenye mchezo huu ili aanze kupatiwa matibabu hapa hapa na kuzuia riski ya kutoumia zaidi. Na hiyo ndio faida ya kuwa na wataalamu katika benchi la ufundi. Kwa Anicet Oura akatolewa katika mechi hii ya fainali, akaanza kupatiwa matibabu, na napozungumza nani hivi sasa Anicet Oura anaendelea vizuri kweli kweli, na matumaini yake ya kuwepo katika mchezo wa dabi yana asilimia kubwa kweli kweli. Cha kufanya ni kumuomba tu Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha afya yake ili tarehe 3 awe sehemu ya mchezo. Lakini Nixon Kibabage vile vile na yeye alifanyiwa mabadiliko baada mwili wake kutingishika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ripoti ya madaktari ambayo nimeipokea asubuhi ya leo. Kibabage yuko salama wa salmin, yuko mzima wa afya. Maana yake ni kwamba Jumapili atakwenda kujitutumua kama kawaida. Yusuf Kagoma ngoma ngumu naye vile vile hakumaliza mchezo ule kwa sababu ya kuhofia kupata majeraha, kuhofia angeendelea kupata maumivu, maana alikuwa akisikia maumivu wakati mchezo unaendelea. Akafanyiwa mabadiliko ili kumwepushia kuumia zaidi, na yeye amepata matibabu kwa siku ya jana na anaendelea vizuri, na sasa yuko mazoezini akiendelea na program ya mazoezi. Kwa hiyo hao pekee ndio ambao walikuwa na hati ya kuikosa Kariakoo Derby, lakini niko hapa kuwathibitishia kwamba wachezaji hawa watatu na wengine wote ambao sijawataja afya zao ziko salama wa salmi na wako tayari kwa ajili ya Kariakoo Derby. Ndugu zangu wana Simba, tutakwenda kwenye mechi ya Kariakoo Derby tarehe 3 ya mwezi wa 5. Hii ni mechi ambayo haihitaji maelezo mengi sana, kwa sababu sidhani
kama kuna mwanasimba yoyote asiyefahamu umuhimu wa mechi ya dabi, asiyefahamu ugumu wa mechi ya dabi, asiyefahamu thamani ya mechi ya dabi, asiyefahamu chochote kuhusiana na dabi, sidhani kama kuna mwanasimba wa namna hiyo. Sidhani kama kuna mwanasimba ambaye hajui chochote muhimu kuhusiana na mechi hii ya Kariakoo Derby. Kwa hiyo mechi hii kimsingi haihitaji maelezo mengi. Mechi hii inajieleza yenyewe, lakini binadamu asili yetu ni kukumbushana.